Mwenyekiti amemaliza kufanya maswali ya dodoso kwa shahidi namba 2 John Kaya, na kama ambavyo mnakumbuka na mnafahamu ametumia jumla ya siku 5 zimetumika kwa ajili ya maswali ya shahidi namba 2. Sasa kwa mwenendo huo wa kutumia siku 5 kwa shahidi mmoja, na kwa vile jamhuri walisema wana mashahidi 30, maana yake kuzidisha mara 5, mnaweza mkaona siku ambazo tutatumia hapa. Lakini jambo jema ni kwamba ameanza kutoa ushahidi tena shahidi namba 3 kwa upande wa jamhuri, Samuel Ribariki Kaya, Assistant Inspector wa Jeshi la Polisi, na ushahidi wake haujaenda mbali sana. Leo ametoa tu historia ya elimu yake na uzoefu wake kazini. Sasa kesho ndo tunatarajia kwamba atatoa ushahidi ambao unaenda kwenye kiini hasa cha shauri hili. Tunamsubiri kesho. Kwa leo ilikuwa ni bachelor tu ile ya kuanzia. Kwa kesho tutakuja kuendelea na shahidi namba 3. Akimaliza na Mwenyezi Mungu akitujali ya uhai, basi inshallah mwenyekiti naye ataanza kuhangaika naye kama ambavyo amekuwa akihangaika na mashahidi wengine. Kama atatumia siku 2, siku 3, siku ngapi, mimi sifahamu. Italingana na ushirikiano wake, italingana pia au itategemeana pia na maswali na ushahidi atakao kuwa ameutoa. Lakini kwa sasa ni upande wa jamhuri bado wanamuongoza shahidi wao kutoa ushahidi na mahakama inarekodi ushahidi wao. Upande wa jamhuri wakimaliza, tutakuja hatua ya pili ya upande wa mwenyekiti kumhoji sasa shahidi maswali husika, na akimaliza mwenyekiti kumuuliza shahidi maswali, tutakwenda hatua ya 3 upande wa jamhuri tena kuuliza maswali ya kusawazisha kwenye maeneo ambayo wanadhani shahidi wao hajafanya vizuri au hajajibu vizuri maswali ya mwenyekiti. Kwa hiyo tukimaliza hizo hatua 3, shahidi huyu anakuwa amemaliza au amehitimisha kutoa ushahidi wake, halafu analetwa shahidi mwingine. Kwa hiyo kwa hapa ndio kwanza tumeanza leo shahidi namba 3, tutaendelea naye kesho, na kama tamaliza mapema basi mwenyekiti atapata fursa ya kumuuliza maswali. Ni hayo tu update ya siku ya leo kwa kilichotokea hapa mahakamani. Asante.